Mambo vipi na mzee Otopola na furaha ya sare? Ndio kwa mara ya kwanza na kuona na furaha ya sare. Mambo vipi? Safi kabisa kaka. Furahi. Lazima nifurahi kaka. Kile ambacho kimekufurahisha. Kwanza mimi kama mgeni katika uwanja huu ingawa wahi kuja kucheza mara kibao na Tanzania. Swali langu ambalo nilikuwa nakuja kumuuliza mtoto wa Mode kwamba umetuleta hapo nasema unakuja kuchukua pointi 3 muhimu, lakini kumbuka mwenye uwanja huu ambao ni JKT Tanzania hajawahi kuchukua pointi 3 mbele ya Yanga. Uwanja wake wenyewe kwake wenyewe. Mlikuja na mbinu gani ya kushinda au kutoa sare? Maana unaona kuna furaha sana isiyo kifani. Mimi nilikuja kwa ajili ya kushinda, lakini mtoto wa Mode alikuwa na energy ya kuweza kushinda zaidi. Mwenyeji katika mchezo huu kwanza amepata mzuko Zanzibar, kwa hiyo alikuwa na matumaini kama kuja kufanya muendelezo tu, kwa sababu mecha kule Zanzibar tumecheza Jumatano, tumekaa siku 3 kuja kwenye mchezo mwingine, na mimi nilikuwa nakuja kumuuliza kwamba katika uwanja huu hivi unaweza kuchukua pointi 3 ukiwa wewe mpangaji katika nyumba hii, mwenyeji katika uwanja huu ambao ni JKT Tanzania unamshindaga kuchukua pointi 3 mbele ya Yanga. 10 za mwanzo Simba Sport Club walifanikiwa kuongoza mchezo kwa bao 2 kwa 0. Pengine safu ya ulinzi Africans ilikuwa imefeli wapi? Kwanza kwenye dakika kama ya 5 hivi watoto wa Mudi alikuwa anaongoza chuma 2 na uchocho dakika 6 na sisi kwenye dakika 7, 8, 9 walikuwa wanaongoza chuma 2. Tulivyokuja kubaini ule uchocho kumbe alikuwa kwa Israeli Mwenda na tukaona kumbe huu uchocho Mwenda ngoja tuingize mwana na ni kweli walivyoingia yao kwasi watoto wa Mudi akaa pandi tena muda wote tulikuwa na kabia katikati ya uwanja tunarudisha kwao, na ndio maana ukiangalia chuma zote mbili zikuja kurudi bado yao kwasi. Yule ni mwanajeshi kaka, yule ni mjeda, yule ukisikia jeshi ni jeshi kweli kweli. Kwa hiyo watoto wa Mudi siku ya leo walimuonea sana Israeli Mwenda kujua kwamba kuna jeshi lipo nje. Unajua mgambo anavyochemka jeshi linaingia. Watoto hawa waambieni hivi kwamba waenda akacheza nakochezaga ndani dakika 10-11 anaongoza chuma 2, wanaume wanafuta chuma zote mbili. Pakome amechachuka sana, Pakome amechachuka sana. Amewateza sana leo mabeki wa Simba Sport Club. Ulitegemea kuyaona haya surprise ambayo amefanya Pakome Suzu? Kwanza ni mchezaji ambaye ni unprofessional. Yule jamaa na ni kweli. Kwanza alivyoburuza na mimi na uhakika kabisa siku ya leo kama wangemwanzisha yao mapema, na kama unavyomuona nani Pakome alivyokuwa na chachafya, watoto wa Mudi hata hizo chuma 2 wasingezipata hata kidogo. Sema sasa walibaini totoro huko kwa Israeli Mwenda. Kwa Pakome ni mtu mmoja na watoto wenyewe ukiwauliza wanakuambia yule jamani balaa, na ndio maana wale wote ambao wamepaka bleach kama Pakome waka tunawaambia wabadilishe nywele mara moja, kwa sababu yule jamaa anagusa atia twende kwao. Unaona wana Yanga, wana Yanga na yaokota fulaza wana Yanga hizo nitakugea baadaye ya soda, sio na wasiwasi, na pressure wa Yanga watoto wa Mudi hawana. Kwa hiyo sasa tuambie watoto wa Mudi ya leo kwamba tulikuwa tunakuja na msimu mmoja kwamba atakaye mkanda katika mechi hii bado tunaona mechi ijayo tena, ila ungekaa kidogo tu. Kwa hiyo mimi nataka tumalizie na kitu kimoja kuambia mashabiki wa Young Africans, maana bado mmewaacha mbali Simba Sport Club kwa gap la pointi 5 kama sikosei. Unawaambia nini mashabiki wa Young Africans kuelekea mchezo mwingine na mna mchezo dhidi ya JKT? Yaani kina wanachama wote wa Yanga kwamba Yanga kwa nyingine bingwa, kwamba katika mchezo huu kwamba tulikuwa tunakwenda kuulizana kwamba atakaye mkanda katika mchezo huu bingwa, au ukitoa sare na wewe mwenyeji ukitoa sare na bingwa wa nchi, huyo watu anaye sare ambao ni bingwa wa nchi, ina maana Yanga bingwa. Kwa hiyo kwa hesabu za haraka mpaka sasa hivi mtoto wa Mudi katota, mpaka sasa hivi kaambulia kikombe cha muungano ambao tutashiriki ligi ya mabingwa, kwamba niwaambie wanachama na mashabiki wote kwamba no street not surrender katika michezo yote itakayofuata, kwamba huko mbele huko tunaenda tunamuamua tu baba. Yanga bingwa tena.